Na mtazamaji wangu, natumai mzima na buheri wa afya popote pale ulipo. Kwa mara nyingine karibu tena katika YouTube channel yetu. Naam, mtazamaji wangu, moja ya taarifa inayozidi kutufikia katika dawati letu la habari hivi sasa ni kuhusiana na ajali mbaya ambayo imeweza kukuta msafara wake Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan uliokuwa ukielekea huko Arusha. Ningependa uweze kutizama kipande hiki cha video cha halisi iliyoweza kutokea ajali hiyo mbaya ambayo imeweza kuhusisha magari ya aina ya V8 na magari mengine ya hadhi ya juu. Na mtazamaji wangu, natumai umeweza kutizama kipande hicho cha video cha halisi kuhusiana na ajali hiyo. Kwanza kabisa tungependa kuwatakia afueni haraka kwa wale wote ambao wameweza kupata majeraha kutoka katika msafara huo wa Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Ila mtazamaji wangu, itakuwa vyema iwapo utaweza kutupa support kwa sisi hapa kufanikisha azma yetu ya subscribers 100,000. Ili hapa tutaweza kulifanikisha kwa ushirikiano wa umoja. Kwa hiyo hapo kuchukua sekunde yako moja kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Vile kwa hiyo hapo kubonyeza alama ya like utaweza kutusaidia sisi hapa kufanikisha azma hiyo, kwani moja kwa moja YouTube itaweza kuanza kusuggest video hii kwa wale wote wanaozidi kufuatilia siasa za taifa la Tanzania kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Naam, mtazamaji, hadi hivi sasa hakuna yote yule ambaye ameweza kuzungumzia ajali ya msafara wa Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Hatua hii imeweza kukera wengi na idadi kamili ya watu waliokuwa wameweza kuhusika katika ajali hii haijaweza kutangazwa. Mtazamaji wangu, hivi punde ama katika siku za hivi karibuni katika msafara wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan, haijalishi ni yeye ambaye yupo katika msafara huo ama watu walioweza kulipwa pesa kuhudhuria rally zake, kuna ajali zinazozidi kutokea. Na mtazamaji wangu, ajali hii itaweza kunisababisha mimi hapa kuzungumzia kile ambacho Watanzania wengi wanazidi kutoa maoni kukerwa na jinsi ambavyo walimu katika shule mbalimbali kuridhia wanafunzi kuchukuliwa kuhudhuria mikutano na rally za CCM, jambo ambalo wazazi wengi hivi sasa baada ya kushtukia kuhusiana na wanafunzi ama watoto wao kupelekwa katika rally wameweza kukashifu kudai kwamba wameweza kupeleka watoto wao huko shuleni kwa ajili ya masomo na sio watoto wao kuhudhuria rally. Sote tunafahamu kwamba sababu kwa nini ambapo wanafunzi wanazidi kuomba kuhudhuria rally za CCM kwa njia moja ama nyingine, kweli lazima waweze kuonyesha uzalendo, not uzalendo ila waonyeshwe jinsi ambavyo siasa zipo katika taifa la Tanzania. Ila mtazamaji wangu, hiyo sio ajenda kuu. Ajenda kuu ya watoto kuomba kuhudhuria rally za CCM ni kutokana na kile ambacho hapo mbeleni kiliweza kutupiliwa mbali, wa Tanzania wengi kukataa hata kulipwa pesa kwa ajili ya kuhudhuria rally za CCM. Hapo mbeleni sote tulikuwa tukishuhudia mabasi na hata magari makubwa yakiwa tayari yameweza kulipwa ili kusafirisha watu kutoka mkoa mmoja hadi mkoa mwingine ili watu waweze kuhudhuria rally za CCM. Sababu kuu ya watu kuhudhuria rally za CCM ni kujaribu kuonyesha umati mkubwa katika rally za CCM, umati huo usiokuwa wa kweli, ili uweze kuwadaa vyombo vya habari na pia
katika mitandao ya kijamii, wapinzani wa chama cha CCM kutoamini na kutodhania CCM imeweza kupoteza imani kwa wananchi wa Tanzania, ili hali ukweli wa mambo ni kweli CCM imeweza kupoteza imani kwa Watanzania wengi. Baadhi ya Watanzania wanalalama ya kwamba hawachukii chama cha CCM, ila makosa ya chama cha CCM walioyafanya ni kumkabidhi Rais Mama Samia Suluhu Hassan fomu ya kuwania kiti cha urais kwa mara nyingine katika uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka 2025. Mtazamaji wangu, hatua hii Mheshimiwa Humphrey Polepole hata Mchungaji Gwajima waliweza kukosoa na kudai ya kwamba ingekuwa vyema iwapo chama cha CCM kingeweza kutoa kiongozi mwingine na sio Rais Mama Samia Suluhu Hassan kuwania nafasi ya urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Na mtazamaji wangu, hata tukio la hivi karibuni lililoweza kushuhudiwa katika stage huko Dar es Salaam, kama sijaweza kukosea, sote tunaweza kuona ni kipi kiliweza kufanywa katika mabasi ya mwendo kasi, ila kuna maneno yaliyokuwa yakizungumzwa, sio no reform no election. Maneno mazito yalikuwa yakilengwa katika chama cha CCM kwa wao kumteua Rais Mama Samia Suluhu Hassan kupeperusha bendera hiyo ya chama cha CCM kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Mtazamaji wangu, kwa njia moja ama nyingine, hivi sasa sote tunafahamu ni kipi ambacho kinazidi kutarajiwa katika taifa la Tanzania, hatua ambayo CCM huenda itaweza kujutia. Ila reforms sio maneno tu, ila ni vitendo ambavyo huenda vikawa ngumu katika uchaguzi mkuu mwaka 2025. Hivi sasa sote tunashuhudia viongozi wa kidini kuendelea kusima afisa wa polisi wasijaribu kutumia nguvu kupita kiasi kukabiliana na waandamanaji ama yoyote yule anayezidi kukosoa serikali ya awamu ya 6. Vilevile, hatua hii ndiyo hatua ambayo inazidi kumpa nguvu Mheshimiwa Tundu Lissu. Yale yote aliyokuwa akizungumza hivi sasa yanaonekana yakitokea, na hata chama chake cha Dema, yeye ama chama hicho hakijaweza kuhusishwa kumobilize watu kufanya kile wanachozidi kukifanya, bali Watanzania wao binafsi ndiyo kile wanachokifanya wameweza kukiridhia, jambo ambalo linazidi kusababisha Rais Mama Samia Suluhu Hassan kuanza kutokuwa na imani kama ilivyokuwa mbeleni, na huenda hata kabla ya uchaguzi mkuu kufika, huenda kaweza kuitisha mkutano na viongozi wakuu wa CCM na kuomba wajadili na kuona ni jinsi gani ambavyo wataweza kujaribu kutuliza hali hii ya kukataliwa na Watanzania kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Je, hivi sasa mtazamaji wangu itakuwa ni too late kwa Watanzania, ama konradhi, itakuwa too late kwa viongozi wa CCM kujaribu kuitisha kikao na kuona ni kipi ambacho wataweza kujaribu kukifanikisha ambacho Tanzania wanazidi kuomba kiweze kufanikishwa, ama watu waweze kusubiri hadi siku ya uchaguzi, na ndipo ambapo Watanzania wao binafsi waweze kuamua iwapo wataweza kutika ama hawataweza kutika. Na sote tunafahamu kwamba huenda maandamano yakaweza kufanyika ama kuingilia kati. Sasa mtazamaji wangu, itakuwa vyema iwapo utaweza kutochia maoni yako katika uwanja wa comment section kuhusiana na hali halisi inayozidi kukuta chama cha CCM hivi sasa. Usisahau kusubscribe, like, comment na kushare video zetu. Bye bye until the next video.